Sifa zote za ujenzi wa nyumba nzuri wanazo Danube Home. Hapa ndio utapata vitu vyote vizuri vya ujenzi wa nyumba za kisasa. Karibu GSM Mall, Pugu Road, Dar es Salaam. Ni kwamba Watanzania walio Msumbiji kwa sasa ambao wanarudi nyumbani kwa amri ya serikali ya Msumbiji ni kwa sababu zifuatazo. Hawa Watanzania waliokwenda Msumbiji walitumia njia ambazo si za kihalali. Watanzania wamekwenda Msumbiji kufanya kazi huko, wamevuka mpaka kwa njia ambazo hata kwa upande wa Tanzania sio halali. Unapokwenda nchi nyingine kuna taratibu zake. Ukifika kule nako kuna taratibu zake. Na hata ukifika kule kama unakwenda kuwa mtalii kuna taratibu zake. Kama unataka kufanya kazi kuna taratibu zake. Watanzania waliokwenda Msumbiji wengi wao wamekwenda bila vibali halali vya kusafiri. Nyaraka, hati za kusafiria ambazo sio sahihi. Kwa hivyo kwa upande mmoja wamevunja sheria huku, wakavunja sheria na kule. Sio hapo wakuishia hapo, wakaenda kufanya kazi kinyume cha sheria za kule. Lakini hawa sio peke yao. Walivyokwenda kule katika eneo la Cabo Delgado, eneo moja linaitwa Monte Panse, kuna madini ya sapphire, kuna madini ya diamond, kuna madini ya dhahabu. Ni sehemu ambayo ni ya kila mtu. Wakafika pale, wamewakuta wenzao au wamekutwa na wenzao kutoka nchi nyingine za Kiafrika, kutoka Zimbabwe, kutoka Burundi, kutoka Kongo, kutoka nchi nyingine nyingi tu. Na wote hawa wakawa wanajihusisha na biashara hizo. Wakawakuta wanunuzi wa madini hayo wanaojulikana hapa duniani sana. Nani hao? Thailand. Nani hao? Wa Filipino. Nani hao? Wa China. Wamejaa kule. Kwa hivi ni mahali ambapo kulikuwa, kwa Kiingereza nasema no man's land. Kwa lugha ya Kimarekani wanasema inakuwa kama the Wild West. Wakati ule Marekani ilipokuwa inakwenda kuelekea California kule, kila mtu anakwenda, yale macowboy yanakwenda yanachukua ardhi, yanakwenda yanapiga watu na hivi, kila mmoja anakuwa na chake. Ilifikia hiyo. Sasa Msumbiji wakasema jamani, hii nchi yetu, nchi ya watu wengine. Kwa hivyo tutafute utaratibu. Tupange, sio kwamba sisi hatuwataki majirani, lakini walikuta kwanza raia wao wenyewe hawapati fursa, hawapati ajira. Sasa walichosema ni kwamba tunawapeni siku 15. Wote ambao sio raia, na hasa nyinyi ambao mlikuja hapa bila vibali vinavyojulikana, bila hati zinazoeleweka, ondokeni. Mkitaka kuja baadaye mnaweza kuja, lakini sisi tutakuwa tumeshajipanga vizuri kisheria. Siku 15 zikapita. Watu hawakuondoka. Wakaongeza. Wakasema tutawapeni tena siku 5 nyingine. Siku 6, siku 7. Lakini baadaye ikaonekana lazima sasa serikali ya kule iwaambie jamani ondokeni. Sasa kilichopo ni kwamba watu wengi ambao sasa lazima waondoke kule, kuna matatizo mawili makubwa. La kwanza ni kwamba hawa watu wanapoondoka kurudi wanahitaji muda zaidi. Kwa mfano, mtu anataka kurudi anahitaji muda wa kujipanga ili aweze kuondoka kule. La pili ni kwamba hawa watu wanaotoka kule Msumbiji
na wanakuja mpakani, lazima usalama wao uhakikishwe. Kwa hivyo kuna masuala mawili. La kwanza ni kwamba hawa watu wanakuja kwa kipindi ambacho kimeongezwa muda. Hawa watu wanakuja kwa wakati ambapo usalama wao lazima uhakikishwe, kwamba wanapotoka mpakani kuja huku Tanzania wanakuwa na usalama. Kwa hivyo mambo makubwa yalikuwa ni matatu ya kuzingatia. Kwanza ni kujua hawa kweli ni Watanzania. Pili, hata kama wanaondoka na walikuwa kule sio halali, jamani, hawa watu ni binadamu, angalau usalama wao uwe tayari. Tatu, baadhi hawa watu wameishi kule miaka mingi, wengine wana mali zao kule. Serikali ya kule inaweza kabisa ikasema hizi mali walipata kwa njia zisizo halali. Maana wamefanya kazi, wameingia visivyo halali, wamefanya kazi visivyo halali na hizi mali, lakini hawakuwanyang'anya hizo mali. Wakasema hizi mali wajipange waweze kuondoka nazo. Na hilo ndilo tumekuwa tunazungumza na serikali ya Msumbiji, kuhakikisha kwamba hawa kweli ni Watanzania, hapo walipokusanyika wako salama. Kuna haja ya kuongeza siku kadhaa, hilo ndio bado tunazungumza nao. Wengine wameshaongezewa siku kadhaa na vitu vyao na usafiri wao mpaka kufika mpakani. Walipofika mpakani, ikagundulika kwamba wengine sio Watanzania. Wanasema hii ndio nafasi ya kwenda Tanzania. Kile walichokifanya visivyo kuingia Msumbiji, wakataka kufanya vile vile visivyo kuingia Tanzania, kuingia Msumbiji, kuingia Tanzania. Kwa hivyo ni kitu ambacho kina matatizo, lakini Msumbiji wametuambia kwamba wanajaribu kujipanga vizuri, alafu baadaye watatangaza utaratibu mpya wa kukaribisha watu kwenda kufanya kazi kule. Sasa walipofika huku, nadhani wenzetu wa Wizara ya Mambo ya Ndani wamefanya taratibu na washirika na yasiyo ya kiserikali kuwapokea. Lakini mara nyingi sisi wenyewe, nishatoa mfano, Operation Kimbunga, tumetimua watu. Kimbunga kilivuma huko pakani huku magharibi huko, na kilipewa publicity kweli. Haikupita muda ikaitwa Operation Tokomeza. Ile ilikuwa ni mambo ya majangi, lakini wengine walikuwa yanagusa watu wanaokwenda. Ni operation hayo Tanzania imefanya dhidi ya nchi nyingine jirani. Na tukasema hawa waondoke waende kwao. Na kweli Tokomeza na kimbunga kilivuma kweli. Watu walipelekwa huko. Sikuona nchi zile jirani zinakuja kusema jamani, watu wetu tunawachukua au vipi. Njia walizopita zile kama ni njia halali au ni njia za panya, walitumia njia zile kurudi. Sasa kimekuja kimbunga cha aina nyingine kinachomgusa Mtanzania. Sisi tumefanya kimbunga kimegusa wengine, na sisi kimbunga hiki kimetupata na sisi. Lakini hii inadhihirisha kwamba sisi nchi za Afrika lazima tuwe na taratibu za watu wetu kutembea, kufanya kazi hapa. Ndio maana tuna umoja wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, umoja wa SADC. Moja ya changamoto ambayo tumeipata leo kutokana na hili ni kwamba swala hili la wanasema movement of people au movement of labor kati ya nchi jirani na marafiki liwe ni moja la kutoa kipaumbele katika mtangamano wa ushirikiano, iwe ni East Africa Community au iwe ni SADC. Lakini nadhani baada ya kipindi cha awali cha msukosuko na hivi, nasikia watu wanaanza wamerudi, wameshafika idadi ngapi, na wanajua wakifika pale wanajua kwao ni wapi, na wale ambao walikuwa sio wa Tanzania
wenzetu wa uhamiaji wametumia kila njia ya kuweza kujua kwamba huyu ni Mtanzania au huyu sio Mtanzania. Wana njia zao wenyewe za kuweza kutambua huyu Mtanzania sio Mtanzania, lakini kwa changamoto sana. Kwa hivyo ni moja wapo ya changamoto, lakini nadhani tunalimudu na pengine tunajifunza. Kubwa ni kwamba tunajifunza nini kutokana na hili, sisi kama nchi jirani na marafiki. Museveni juzi kasema sisi na Uganda sio tu majirani, lakini ni ndugu, ni marafiki. Vile vile sisi na Msumbiji sio tu majirani, lakini ni marafiki na ndugu. Tena ule undugu ambao kwa lugha nyingine tunasema damu. Maana yake sisi tumemwaga damu yetu Msumbiji, sisi tumemwaga damu yetu Uganda, na tumemwaga damu pamoja. Sasa ile damu ya uhusiano wetu na Msumbiji, damu na uhusiano wetu na Uganda, iwe ndio chanzo cha kuweza kuboresha jinsi ya watu wetu wanavyoweza kwenda kufanya kazi huku, kuhamia huku, na hatimaye ndio maana sasa hivi tuna passport ya East Africa, na tuna hatua sasa ya kuwa na passport ya SADC na passport ya Afrika. Kwa hivyo masuala haya lazima tuyazingatie. Nadhani ile linaeleweka kidogo.